kusikiliza neno la Mungu na kufundisha habari ya rangi nyekundu. Soma Joshua sura ya 2 na mstari wa 11. Reading. Joshua sura ya 2 mstari wa 11 na kuendelea. Yes. Inasema, na mara tuliposikia hayo, mioyo yetu iliyeyuka. Ndio. Wala haukusalia ujasiri wowote. Ndio. Katika mtu awaye yote. Ndio. Kwa sababu yenu. Kwa kuwa Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu. Ndio. Katika mbingu juu. Ndio. Na katika nchi chini. Ndio. 12. Basi sasa, nawasihi, niapieni kwa Bwana, niapieni kwa Mungu, kwa kuwa nimewatendea ihsani, ya kwamba ninyi nanyi mtaitendea ihsani nyumba ya baba yangu. Ndio. Tena ndio, nipeni alama ya uaminifu. Nipeni alama ya uaminifu. Huyo mwanamke anaitwa Rahabu, ambaye alikuwa kahaba katika nchi ambayo leo hii inaitwa Israeli, wakati ule inaitwa Kanani. Huyo Rahabu alikuwa kahaba. Wakina Joshua wanakwenda kuipeleleza hiyo nchi, wametumwa na Mungu kwa kinywa cha mtumishi Moses au Musa. Waliingia, Rahabu akawatendea ihsani, akawatunza, akawapangisha kwenye dari ya nyumba wakati wanafuatiliwa. Rahabu akaingiwa na ufahamu na akili nzuri, akajua hawa ni watu wa taifa la Mungu, akawaficha. Maadui walipokuja, akawaambia wale watu, mimi sijui wameenda wapi. Tende 13. Yes. Ya kwamba mtawaponya hai baba yangu na mama yangu. Ndio. Na ndugu zangu. Ndio. Wanaume na wanawake. Ndio. Na vitu vyote walivyo navyo. Ndio. Na kutuokoa roho zetu. Ndio. Na kufa. Ndio. 14. Wale wanaume wakamwambia, ndio, uhai wetu badala ya uhai wenu. Ndio. Ikiwa hamutaitangaza habari ya shughuli hii. Ndio. Kisha itakuwa wakati Bwana atakapotupa nchi hii. Wakati Bwana atakapotupa nchi. Joshua anamweleza Rahabu yule kahaba, tutakutendea kwa ihsani ya uaminifu. Tutakutendea kwa ihsani ya uaminifu. 15. Ndipo akawashusha kwa kamba dirishani. Maana nyumba yake ilikuwa katika ukuta wa mji. Ndio. Naye alikaa ukutani. Ndio. 16. Akawaambia, enendeni zenu mlimani. Enendeni zenu mlimani. Wale wanaowafuatia wasije wakawapata. Wale wanaowafuatia maadui wasije wakawapata. Rahabu anawaficha watu wa taifa la Mungu. Mimi ni taifa la Mungu, wewe ni taifa la Mungu. Kama ukiokoka na ukagongwa muhuri wa Mungu, tayari ni taifa la Mungu. Twende. Wasije wakawapata. Ndio. Wale wanawafuatia wasije wakawapata, mkajifiche huko siku 3, hata wao wanawafuatia watakaporudi. Kisha enendeni zenu. Ndio. 17. Wale wanaume wakamwambia, sisi tunataka tusiwe na hatia. Kwa ajili ya kiapo hiki ulichotuapisha. 18. Ndio. Angalia, tutakapoingia katika nchi hii, katika nchi ya Kanani, kuitawala, kuimiliki. Funga kamba hii nyekundu. Katika dirisha hili ulilotuteremshia. Nawe uwakusanye kwako nyumbani mwako. Ndugu zako wote. Baba yako na mama yako na ndugu zako na watu wote wa nyumbani ya baba yako. 19. Ndio. Itakuwa mtu awaye yote atakayetoka katika mlango wa nyumba. Hiyo iliyofunga kamba nyekundu. Katika nyumba yako kwenda njiani. Ndio. Damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Na sisi tutakuwa hatuna hatia. Kama nilivyosema kwamba
kama kweli mimi ninatoza hela watu kuja kwenye mkutano, kama kweli yule aliyetamka hivyo hana hatia, ila kama ni mwongo, nimesema laana kuanzia leo nimeitamka, imfate laana, imfate na watoto na mke wake na wajukuu na watoto wa wajukuu zake mpaka kizazi cha 4. Huwezi kunitania mimi, siwezi kutaniwa. Nitanie mtu, mimi nakula kwa watu, nimekuja na chakula changu. Watu wanihubiri Injili, watu wenye akili waokoke, wakina mama wampokee Yesu, wenye matatizo wafunguliwe. Kwa mfano yule mwanamke alikuwa yakilia mamizozo ndani, yani ngoge sukuma makenda gale la gola la kanza kulela lo makenda gede bantu bale pera bina makenda eikolo nombera onisanga gede ombani baba lero natachigwire ngenda ndohugete nalala kabutolo ya wisa, yani ntolo mfuku na kule kugete gide makuta chinga kukaje ilisaidia wamu bago tolala na wo harepa olonogo lombera na legola keke baraka joshoka baraka jilegola Mungu elana ilegole shetani. Ndio maana tunatamka Mungu akulani aruhusu shetani. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi tena ya nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Ninapenda nikueleze kwa utaratibu sana. Rangi nyekundu ni ukombozi.